Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijibu kama ifuatavyo. Ujenzi wa jengo la mama na mtoto zahanati ya Kazingati ulianza mwaka 2017 kwa fedha kutoka RBF kiasi cha shilingi milioni 23,963,745 kwa fedha hizo na mfuko wa jimbo kiasi ambacho hakikuweza kukamilisha mradi huo. Katika mwaka huu wa fedha, kwa maana mwaka huu wa fedha 2026-2027, Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri imetenga kiasi cha shilingi milioni 23 kwa ajili ya kukamilisha mradi huo, ambapo halmashauri ipo katika hatua ya manunuzi. Swali kama ifuatavyo: ukamilishaji wa zahanati ya Mrulama ulianza Julai 2025 kwa kutumia fedha kutoka serikali kuu kiasi cha shilingi milioni 60, kiasi ambacho hakikutosha kukamilisha mradi. Halmashauri inasubiri fedha kutoka serikali kuu ili kuweza kukamilisha mradi huo. Kwa kuwa zahanati ya Kihinga ni kituo kilichoboreshwa na kuna majengo ya mama na mtoto, lakini pia kuna vifaa tiba vya kutosha, je, ni lini kituo cha Kihinga kitawekewa miundombinu ya kutosha ili kiweze kutoa huduma stahiki kwa wananchi? Kiti, naomba nijibu swali kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, uboreshaji wa zahanati ya Kihinga ulianza mwaka 2018 kwa fedha kutoka serikali kuu kiasi cha shilingi milioni 200, kiasi ambacho hakikuweza kukamilisha baadhi ya miundombinu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imepanga kukamilisha mradi huo kwa bajeti ijayo kwa maana ya mwaka wa fedha 2027-2028. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante kwa majibu mazuri ya mkurugenzi, lakini majibu ninayopewa ya bajeti ijayo 2027-2028 kwamba serikali imepanga kutekeleza au kuweka miundombinu hiyo kwenye mwaka wa fedha wa 27-28. Mwaka wa fedha huo haujafika. Serikali ilipanga lini na au wanahakikishaje kama kweli jambo hili litafanyika? Kwa sababu kituo kile kama anavyosema kwenye majibu ya msingi, fedha zile za serikali milioni 200 zililetwa muda mrefu kwa mwaka 2018. Leo ni mwaka 2026. Kituo kiko pale kimekaa tu. Chama, naomba wanihakikishie ukweli kwamba jambo hili linaweza kufanyika kwenye bajeti ya mwaka wa fedha unaokuja, ili wananchi wapate huduma na majengo yale yasibaki hewani vile kama yalivyo. Asante Mwenyekiti.